Ukipitia Hansard ama taarifa zetu rasmi za bunge, katika ile kuuliza na kujibiwa, Mheshimiwa Gambo mwishowe akatumia sasa maneno ya kwenye kanuni kwamba waziri amesema uongo kwenye kwamba yeye alikuwa mkuu wa mkoa, sio alikuwa mkuu wa mkoa, kwamba mradi ulianza yeye akiwa mkuu wa mkoa 2019. Sasa wakati anataka kuleta hoja nyingine, maana kwenye taarifa anasema anazo mbili, mimi sikutaka tena kumruhusu kuleta ya pili kwa sababu nikaona sasa ni kama tunajadiliana humu ndani na nyinyi mnafahamu kazi humu ndani zinafanyika kwa kamati, ndio maana huwa sizungumzi moja kwa moja na mbunge mmoja. Nikasema waende kule kwenye kamati ili huu uongo wa waziri uliosemwa hapa yeye akathibitishe kule. Sasa kwa mujibu wa kanuni yetu ya 70 ndio inayozungumza kuhusu kutokusema uongo bungeni, na inatoa fursa hii ambayo ndio amepewa hapo Mheshimiwa Gambo. Kwa hivyo kama ningekuwa na muongoza Mheshimiwa Gambo namna ya kuomba hiyo radhi, ningekuwa nasema anaweza sasa yeye kufuta maneno yale yaliyokuja baada ya taarifa ya waziri kuashiria kwamba yale yote amekubali, yani taarifa, yani kama vile alivyokuwa amekaa kabla hajaomba mwongozo ndo amekubali. Kwa nini? Kwa sababu amesema taarifa ile ya mchana ambayo Mheshimiwa waziri alikuwa na sio ya mchana, mchango wake wa leo unazungumzia stendi tofauti. Kwa hivyo tunashughulika na ile ya asubuhi. Kwa hivyo Mheshimiwa Gambo anachotaka kusikia Mheshimiwa waziri ili sasa tuongozane vizuri kikanuni ni kwamba baada ya serikali kutoa ufafanuzi kuhusu hoja ambazo uliziweka kwenye mchango wako ulipokuwa unachangia siku ya, nadhani sikumbuki tarehe, lakini siku uliokuwa unachangia kwenye budget ya TAMISEMI, ule ufafanuzi uliotolewa na Mheshimiwa waziri umeukubali. Ndio hoja yako Mheshimiwa waziri. Sasa kanuni ya 70 ukisoma fasili ya 7 na ya 8, ikiwa Mheshimiwa Gambo umeelewa sasa haya maelezo, ni kuongoze kwenye hizo kanuni mbili alafu tunakuwa tumemaliza. Umeelewa maelezo niliyotoa? Niko tayari kwa mwongozo wako Mheshimiwa Spika. Asante sana. Waheshimiwa wabunge, sasa hii kanuni inataka maneno yafutwe kwenye taarifa rasmi za bunge. Kwa hiyo mbunge ni kwamba anapaswa kufuta kauli yake. Kwa hivyo yeye ameomba radhi na amefuta kauli. Sasa sema hayo maneno mawili ili waziri asikie akitokea kwako. Naona yuko jirani yako hapo. Kwa hiyo wewe futa haya maneno baada ya ule ufafanuzi niliotoa mimi baada ya taarifa ya waziri, alafu omba radhi, tunatoka hapa. Withdraw na naomba radhi. Sema nafuta badala ya neno na withdraw. Napendaga Kiswahili. Nimefuta. Asante sana. Waheshimiwa wabunge, baada ya Mheshimiwa Gambo kuomba radhi na kufuta maneno hayo, sasa kwa sababu hayo maneno ya kusema kwamba maneno ya waziri hayakuwa yamekaa sawa sawa, ama kwa kutumia sasa kanuni zetu alikuwa amesema uongo, kwa kuwa yameondoka kwenye taarifa rasmi za bunge, anakuwa haendi tena kwenye kamati yetu ya maadili, haki na madaraka ya bunge, kwa sababu kunakuwa hakuna kinachompeleka tena huko. Kwa hivyo bunge kwa makofi hayo naamini mmeafikiana na msamaha huo, ndio maana sijawahoji, kwa sababu ingekuja taarifa ya kamati hapa ningewahoji. Kwa hivyo hata kuiondoa hii hoja kwenye kamati ingebidi mhojiwe, lakini nimeona watu wote mnapiga makofi, au kuna mtu hajaridhika na msamaha? Sawa, sasa ili kanuni zetu zikae sawa, watu wasije wakaja kunikamata siku nyingine, basi wacha niwahoji nikiwa nimesimama. Waheshimiwa wabunge wanaoafiki hoja hii kuondolewa kwenye kamati yetu
maadili, haki na madaraka ya bunge waseme ndio. Wasioafiki waseme sio. Basi imeondolewa rasmi. Waheshimiwa wabunge, baada ya kusema hayo, sasa nitafuatilia huu mchango uliotolewa mchana. Uliotolewa mchana ulikuwa unahusu jambo gani, kwa sababu kwa mujibu wa Mheshimiwa Waziri alivyosema ni kama na wenyewe unahusu tena ubadhilifu wa aina fulani. Kwa hiyo nitafuatilia, alafu tutaweza kulifanyia kazi hilo pia kwa sura hiyo, ili fedha ili wananchi wajulishwe usalama wa fedha zao kama upo, na kama zimeliwa basi hatua ziweze kuchukuliwa. Baada